Weekend ndio hii Jumapili Simba na Stellenbosch Afrika Kusini. Uchanga wa kikosi cha Stellenbosch, lakini wamemtoa bingwa mtetezi. Ni mstoa mkubwa. Tutarajia nini wa Tanzania katika mechi pale Amani Zanzibar? Kwa kweli ni mechi ngumu. Unajua kadiri mashindano haya, kadiri mechi zinavyozidi kusogea, kadiri zinavyozidi kupanda juu, ndio mechi zinaendelea kuwa ngumu. Lakini kitu ambacho walichokifanya Simba ni kitu ambacho kinathibitisha mikakati walioipanga wameweza kuitekeleza, kwa sababu kurejesha zile goli mbili hakuna mtu aliyekuwa anatarajia. Kurejesha goli mbili na kwenda kujipanga kwenye hatua ya mikwaju ya penalty ni miongoni mwa vitu ambavyo maana yake baadaye ndio watakuja kujua kumbe wiki moja kabla walikuwa na program ya kupiga penalty wachezaji wote, kitu ambacho inaonekana kocha alikuwa amesha oversee, alikuwa ameshaona kwamba kwa hiyo akafanya maandalizi stahiki. Kwa moja kati ya kitu ambacho kinathibitisha mikakati ambayo walionayo, wameweza kufika hapo hatua robo finali na kufika kwenye hatua ya nusu finali, kwa sababu robo finali wameshafika zaidi ya mara 4, kitu ambacho ni kama vile mazoea. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kimemotivate kuweza kufika hapo. Lakini pia Stellenbosch ni moja kati ya timu ambazo of course sio timu kubwa kwa maana ya ukongwe, lakini performance yao na specifically katika mechi ile ya robo finali hakuna mtu aliyetarajia. Hata wale Zamalek wenyewe walikuwa kama vile wamewaandalia. Tukiangalia ile mechi jinsi ambayo walipocheza, umeona kabisa kwamba walikuja hata wao kuja kufikiria kuona ugumu wa ile mechi kipindi cha pili. Kwa hiyo na hata Stellenbosch inaonekana kwa mikakati walionayo wana kwanza kocha mzoefu, lakini pia wana style of play ambayo ilionekana kuwa ni sahihi, na especially katika mechi za away, kitu ambacho kiliweza kuwafanikisha waweze kufika pale. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa Simba wanatakiwa wao, kwa sababu kwa uzoefu walionao Simba tayari wana uzoefu wao, wanajua namna ya kucheza mechi na specifically mechi za nyumbani, na kama hivyo wanacheza Amani pale Zanzibar. Kwa hiyo naamini kocha atakuwa tayari ameshaandaa strategy sahihi. Sababu unaweza kaingia na strategy, lakini unatakiwa uwe na strategy sahihi ambayo utaweza kuitumia vizuri katika mechi ya kwanza, ambayo itakupa mwongozo wa kuitumia katika mechi ya pili, kwa sababu ukikosea katika mechi ya kwanza ndio unaweza kujirekebisha katika mechi ya pili, lakini mechi ya pili ni away. Kwa uzoefu wa Simba ni kitu ambacho kwa kweli wameweza kukitumia vizuri na kuweza kufika hapo walipofika. Simba wamezoeleka na nguvu yao kubwa uwanja wa Mkapa. Kwa Mkapa toki mtu. Safari ni Amani Zanzibar. Kutakuwa tofauti yote? Of course kuna tofauti. Tofauti ipo. Mkapa itaendelea kuwa Mkapa na Amani itaendelea kuwa Amani, lakini kila kitu huwa kina mwanzo. Kila kitu huwa lazima uanze. Kwa Mkapa kwa kweli ni hata achilia mbali wa shabiki, lakini pia hata wachezaji huwa wanakuwa na msukumo wa ziada wanapokuwa wanacheza katika Mkapa, kwa sababu tayari psychologically huwa kwa Mkapa hatoki mtu. Na kwa Simba rekodi waliokuwa nayo kwa kushinda mechi nyingi za uwanja wa nyumbani kupitia uwanja wa Benjamin Mkapa ni kitu ambacho kimekuwa na mchango mkubwa sana. Sasa kwa sababu wanaanza Zanzibar, nafikiri hiyo inaweza ikawa ni starting point ambayo inaweza pia ikawa motivate kwa ajili ya kuendelea kuweka rekodi, kwa sababu bahati nzuri unajua history is always written by winners. Historia zote huwa inaandikwa kwa washindi na wala sio washindwaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa Simba, kwa sababu wanahitaji kuendelea kuweka rekodi, kuvuka hatua waliokuwa wanapata kwa miaka takriban misimu 4. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho kinawasukuma. Kwa hiyo hata kwenye uwanja wa Amani ni kitu ambacho nafikiri kinaweza kikawa wakaanza kutengeneza rekodi. Nusu finali kwa klabu bingwa ya Afrika kwa miaka hiyo ya 70 ni mnyama Simba. Kombe la Mashuhudi Abiola, kombe la washindi, Chief Mashuhudi Abiola marehemu, kwenda finali ni mara moja, ni mnyama Simba. Robo finali zaidi ya 4 za michuano ya CAF Championship ni Simba. Sasa hivi tafadhali ni nusu finali. Kama vile Watanzania wanaichukulia poa Simba, haipewi heshima na kutajwa kwa ukubwa ambao unastahili. Of course record keeping ni kitu ambacho bado moja kati ya changamoto ambayo tulikuwa nayo sisi ni kutokutunza rekodi. Kutokutunza rekodi, sio kutunza rekodi kwa maana ya unajua unaweza kawalaumu tu ndio washabiki, lakini hata vilabu yani ukiangalia of course, lakini ingawa sasa hivi kazi hiyo imeanza. Ukienda kwa mfano kwa wenzetu ambao waliosogea, achilia mbali kwenda Europe, hata ukienda Egypt, ukienda Zamalek, ukienda Al Ahly, ukifika pale klabuni unaweza ukakuta hata kikosi cha mwaka 81, mwaka 82, mwaka 83, mwaka 74, mwaka 77 goli lilifungwa. Mchezaji gani alifunga goli haraka zaidi? Kuna rekodi ambayo nakumbuka ambayo waga inazungumzwa sana ile ya timu ya Ureno, timu ya Ureno ambayo ilikuwa mzana na timu ya Italia ambayo ilishawahi kuweka rekodi ya kufungwa goli 4
alafu ikarudisha goli 5 ndani ya dakika za mwisho. Hasa hivyo vitu vipo kwenye timu, yani vipo kwenye rekodi. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa sisi hapa wa Tanzania, ndio kwa kizazi cha nyuma huko ni kweli kulikuwa na changamoto, lakini angalau kwa sasa hivi rekodi zimeanza kuwekwa. Kwa hiyo ni moja kati ya kumbukumbu ambazo vilabu kwanza vinawajibika, lakini pia na hata wadau, nyie pia watu wa habari mnawajibika kuwa mnatoa hizi, kuweka hizi kumbukumbu na kuzitunza. Ndio kwenye vilabu kule huwa wenzetu wanaweka kabisa library kwa ajili ya kumbukumbu, ambapo ukienda pale unapata kumbukumbu ya kila kitu kuhusiana na klabu, ambacho hata mwanachama unaambiwa kabisa mwanachama wa kwanza alikuwa ni huyu. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo kwa kweli wa Tanzania tunatakiwa tuendelee kuvifanyia kazi, kwa maana ya utunzaji wa kumbukumbu, kwa sababu rekodi ina thamani kubwa kweli kweli. Na ndio hata unaonaga wachezaji, kwa mfano wachezaji wa zamani, mtu ukimtajia labda mtu fulani anakuambia huyu hebu alifungaga goli, lakini inavyotakiwa vile vitu vile vya msingi lazima viwepo kwenye kumbukumbu za timu, lakini pia na kwenye kumbukumbu za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kipekee kabisa kisaikolojia, Simba wanapaswa kuwa vipi kwa timu kama hii ambayo imeitoa timu ambayo ni bingwa mtetezi? Unapomtoa bingwa mtetezi ni kama vile ndio bingwa hivi kama hesabu. Sasa kuwatoa mabingwa watetezi, me to me, ukiniambia imekuwa na manufaa makubwa sana kwa Simba. Unajua kabla ya hapo, hata siku ile mechi inachezwa, wakati bado Simba ndio wanamalizia mechi, ile mechi inachezwa kule, watu walikuwa okay, kwa hiyo Simba kujipanga kwenda Egypt tayari psychologically walikuwa, kwa hiyo walikuwa kama wamewaacha underrate. Kwa hiyo kwa baada ya kuwatoa, nafikiri itaongeza attention, ina mchango mkubwa sana hata kufanya kwenye maandalizi ya mechi hii hapa kuwa more serious kuliko vile ambavyo walikuwa wanawafikiria. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli kina manufaa. Mimi binafsi naona ina manufaa kwa Simba kwa sababu ya uzoefu waliokuwa nao, wana uwezekano mkubwa sana wa kutumia uzoefu kuweza kupata matokeo chanya katika mechi hiyo. Kwa hiyo ndio maana mimi nataka kuniambia, kwa mfano kwa percentage, mimi Simba naweza nikawapa zaidi ya 55% katika mechi hii hapa, zaidi ya 55% mpaka 60% kuweza kuvuka kuingia hatua ya finali. Hiyo ni percentage kwa mechi zote mbili. Percentage kwa mechi zote mbili. Kufuzu hatua ya finali. Kufuzu hatua ya finali. Yani hiyo kwa kulinganisha, Simba naona wao wana advantage zaidi kuliko ni waamini wapinzani. Ali Mayai, umetumikia timu nyingi ikiwemo Yanga Afrika na National Team. Utani wa jadi Simba na Yanga ni sema ya maisha yao. Mshabiki wa Yanga ukimuuliza anakuambia hataki Simba ifanye vyema, iingie finali. Watavuruga rekodi yao ya misimu kadhaa iliyopita. Vichwa vya mashabiki vinaongea tofauti na uhalisia wa mpira wenyewe. Unadhani tutatarajia bado ule upande A ukishangilia upande B na B ukishangilia upande A? Utani wa jadi una thamani kubwa kweli kweli, na hii hapa ni mfano. Kwa mfano kama hivi ninavyozungumza, kombe la shirikisho, Yanga alicheza finali msimu uliopita. Kwa hiyo wanapokuwa wanataniana, huyu kama mitaani achilia mbali kina Alikamwe, Ahmed Ali, lakini hata huko mitaani wanapokuwa wanataniana, ina mchango mkubwa sana sawa kumfanya mtani amzidi yule. Kama vile ambavyo wewe unanunua sijui RAV4, hapana, mimi nanunua BMW, wewe unanunua BMW, ameenda kununua Range, wewe na ameenda kununua Lamborghini. Kwa hiyo kadiri unaposhindana ndio wanazidi kupambana kwenda mbali. Kwa hiyo kama hivi ambavyo unaviona Yanga aliingia hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho, Simba anataka, kwa sababu mtani wake aliingia finali, kwa hiyo anataka kuvunja rekodi, sio tu kuingia finali, kuvuka pale Yanga ambapo. Kwa hiyo automatically inakuwa na mchango mkubwa sana, hata kuongeza kuweka strategy au kusukuma psychologically pia kwa wachezaji, na ndio unaona hata motivation ambayo inatolewa kwa wachezaji ni kitu ambacho kimekuwa na mchango mkubwa sana. Kwa hiyo utani wa jadi una manufaa makubwa sana kwa hizi timu mbili kuweza kusogea kutoka pale walipokuwa. Ukiacha mechi ya Simba, kuna michezo mingine, kuna RS Berkane dhidi ya Constantine, lakini pia ligi ya mabingwa kule Ahli anapewa chapo kubwa, yuko Afrika Kusini hivi sasa. Kule tupate taswira gani? Kwa kweli bado unajua sasa hivi ni kweli ukiangalia bado soka la Afrika yani kama limegawanyika kaskazini na kusini, lakini kusini unazungumzia South Africa. Kwa sababu kaskazini ukiangalia hata kwenye robo finali, unajua kwenye robo finali hizi mashindano yote mawili ya CAF Confederations Cup na shirikisho. Kwenye kombe la shirikisho robo finali timu 5. Acha hapo ni shirikisho kwanza. Kombe la FA timu 5 zilikuwa zinatoka Afrika Kaskazini. Kwenye Champions League timu 5 Afrika Kaskazini ni Algeria, Tunisia, Morocco na Egypt. Alafu timu nyingine ndio of course kwa taifa ambayo pia liliongoza kutoa timu, pia idadi ya timu ni South Africa ambayo ilikuwa imetoka timu 2, 3. Lakini pia hapa kwetu ukiangalia katika ukanda wetu wa Sekafa ilikuwa ni Simba pamoja na Sudan. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho bado tunaendelea kuthibitisha wenzetu Afrika Kaskazini bado wana yani mafanikio yao, wamekuwa na mipango endelevu
na ndio sababu wamekuwa wanachukua, hata sio tu kuchukua, hata kufika finali, kufika nusu finali, kufika finali, nusu finali, finali, nusu finali consecutively kwa miaka labda misimu 6, misimu 7. Ni kitu ambacho kinathibitisha mikakati walionayo ni mikakati ya muda mrefu, tofauti na sisi hapa zamani nyuma tulikuwa na mikakati ya mwaka mmoja tu. Mwakani tu tutafanya hivi, lakini angalau kwa mikakati ambayo Simba kwa mfano sababu waliofanikiwa kwa mfano ile misimu 3 mfululizo, ile yenyewe ilithibitisha kwamba walipanga mkakati wa miaka 5. Kwa hiyo ni vizuri wameweza kujifunza kuwa sasa mikakati hiyo ya muda mrefu, at least minimum 5 years, na sio mkakati wa mwaka mmoja tu, minimum 5 years au 10 years kuendelea. Kwa hiyo ni vita ya kaskazini na kusini, turufu ni vita ya kaskazini turufu na kusini. Bado kaskazini naona wana nafasi kubwa sana, kaskazini wana nafasi kubwa sana, wana nafasi yote, kwa sababu kwanza advantage walionayo ni kama hivyo, mechi za kwanza wanaanzia away, then wanakwenda kumaliza nyumbani, na wanajua namna, yani wanajua, wana motivation automatically ya kuweza kutumia vizuri uwanja wa nyumbani. Mwisho kabisa, Ali Mayai, kukuacha hivi haiwezekani. Tugusie kidogo michuano ya soka barani Ulaya, hasa ligi ya mabingwa. Arsenal ni kama vile Madrid ni mwembe wake wa uani. Namna ligi ya mabingwa inavyoenda, unaona taswira ipi? Of course kwa ligi ya mabingwa jinsi inavyoenda, yani kama vile of course ni mabadiliko. Yani matarajio ya watu walikuwa ndio kwanza Real Madrid, mara sababu psychological Real Madrid ilikuwa anaposhiriki Champions League, yani yeye alikuwa watu ni kwenye ubingwa, hata kama kwenye La Liga afanye vizuri, lakini kwenye Champions League, lakini kwa matokeo ambayo aliyopata dhidi ya Arsenal katika mechi zote mbili ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba kuna tofauti, yani kuna mabadiliko ambayo yanatakiwa. Lakini pia kwa Arsenal performance yao ukizungumzia kule kwenye ligi, naye ulikuwa unaona kwenye ligi kwenye simu hii miwili hapa kwamba ubingwa, lakini sasa hivi kwenye nafasi hiyo wala hayupo kwenye nafasi ya ubingwa, lakini kwenye Champions League kwenda kuwatoa Real Madrid ni kitu ambacho kwa kweli kimethibitisha kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ambayo hata kwa vilabu vingine vinaweza vikaendelea kuperform. Kwa hiyo ni moja kati ya mechi ambazo huwa yani zinazungumzwa kwamba kwenye football anything can happen at any time kwa mtu yoyote, cha msingi akiwa amejipanga. Lakini Arsenal pale ana vita ya yeye na International, ana vita ya PSG kesho kutwa hapa, na kuna Barcelona pia. Ana nafasi unampa? Bado nafasi hiyo anampa kwa UEFA Champions League. Hiyo nafasi anayo, na kutokana pia na performance. Ukiangalia performance na ukiangalia strategy ambazo amekuwa anaingia nazo kwa kucheza, amekuwa kwa kweli na manufaa makubwa sana ya kutumia ile energy. Unajua energy utilization katika mechi katika ligi kuu ya Uingereza ni tofauti na energy utilization katika La Liga, ni tofauti na Italia, ni tofauti. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa Arsenal kimeweza kuinufaisha kwa kuweza kupata matokeo chanya katika UEFA Champions League.